Zunguni Uislamu. Mimi kazi yangu leo nimkaribisha Samahat al-Mufti. Na sisi kazi yetu al-Hikma tuombe dua Qur'ani hii kama Sheikh amesema. Kila miaka mitano kabla ya uchaguzi ilikuwa tunafanya hivi. Lakini leo tumependa sisi tulete misikiti hii na ndugu zetu Waislamu wengine hawashiriki. Liana imethibiti kwa sahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ibn Abbas, Anas na wengine walikuwa wanasema baada ya mtu kusoma Qur'ani kamili yote dua inakubalika. Sisi tunatawassal kwa Qur'ani hii maneno wa Allah subhanahu wa ta'ala atulinde nchi yetu, uchaguzi apite kwa salama salmin, na tuombe wa Tanzania yote na sisi binafsi wote kila mmoja anaweka nia yake hapa. Vile vile mzunguni Uislamu. Sheikh Abdullah Ndao akasema tuombe Mungu, dua ni silaha wa muumini. الدعاء هو العباده كما متوم محمد صلى الله عليه وسلم. lakini vile vile tunafanya tawassul katika amali saliha, kama watu watafunga Jumatatu kwa ili amani idume katika nchi yetu, na vile vile Jumatano wenyewe baada ya dhuhuri mpaka al-asr ina dua mustajab kama sema Mtume صلى الله عليه وسلم. Ushapiga kura yako, ushafanya mambo yako, rudi muombe Mungu mambo abite salama salmin. Zanguni Waislamu, wa in ta'uddu ni'mat Allah haba mina naishia, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Mungu anasema kama takini binadamu kukusanya neema ya Allah kwenu, huwezi kukusanya, huwezi kujua idadi yake ngapi. Na tunajua sisi Samahat Mufti wakati tumesoma القواعد الإملائية نعمة تنديك تا مربوطة أليس كذلك؟ لكن نعمة هي آية هي ميكوجة في القرآن سيمين بيلي في سورة النحل سورة إبراهيم يا جابو يكون سهم نعمة يكون تا مربوطة النعمة ينجيني يكون تا مبسوطة يعني تا بايو يكون وازي ونقطة بيلي سيوم يجفون ويبي معنى يكنين قرآني والله نزنقون الإسلام ni mu'jiz fi balaghatihi, mu'jiz fi fasahatihi, mu'jiz fi rasmihi. Sasa mingine naona wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yuko ta marbuta na isem yuko ta maftuha. Maana yake nini? Ulama wanasema ta al-mabsuta maana yake neema hii nyinyi unaona hapa yuko mbele yenu, unaona, unamgusa, unaona. Mungu kuweka ala hasbi siyaq kakuwekea wazi. Wa ataakum min kulli ma saaltumuhu, Mungu amekupeni yote wewe umeomba Mola wako. Hii neema wewe umeomba, umegusa, kaweka taa hii maftuha. Lakini katika sura nyingine neema hii kafundisha Allah, akamalizia Allah aya inna Allah la ghafurur rahim, neema ya akhirah hii maghfira wa rahma akhirah tujui Allah kafunga. Namalizia sura wadhuha, Mungu anambia Mtume sallallahu alayhi wasallam amma bi ni'mati rabbika fahad, hii taa marbuta sio maftuha, kafunga. Neema hii ipo lakini sisi hatuoni, ghaiba anna. Kwa nini? Mungu awali kasema wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, fi'ilha ipo, kaweka hii Qur'ani ni mu'jiz fi balaghatihi wa fi fasahatihi wa fi rasmihi. والآن المقام والمجال لسماحة شيخنا ومفتي الديار الدكتور أبو بكر بن زبير بن علي، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والشكر له على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، Mheshimiwa mwenyeji wetu al-akh al-fadil Sharif Saidi Abdul Qadir al-Ahdali, Mheshimiwa mwenyeji wetu mwingine na mratibu wa shughuli hii Sheikh Nuruddin Kishki, Sheikh wetu wa mkoa Sheikh Walidi ibn Sheikh Al-Hadi Omar,
Sheikh Al-Hadi, mwenyekiti wa maridhiano taifa, Sheikh Abdallah Ndauga, rais wa Kibari al-Ulama, wahadhiri wote mliohudhuria na mashekhe wote wa wilaya, kata, mashekhe wa taasisi mbalimbali mliopo. Muda hututoshi, kubalini niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwanza ni mshukuru Sharifu Abdul Qadir Al-Ahdali na Sharifu Sheikh Nuruddin Kishki na wenzao wote walioshughulika na jambo hili kuhakikisha kwamba hafla hii inakamilika katika mfumo walioupanga. Mwenyezi Mungu awajaze kheri, na niwapongeze kwa jambo kubwa walilolifanya la kuangalia mazingira na wakati tulionao, wakaamua kufanya dua kubwa sana ya kusomwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa makusudio Mwenyezi Mungu aendelee kuidumisha amani tuliyokuwa nayo, na Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi ujao siku chache zijazo mbele upite kwa salama. Hili ni jambo kubwa sana na halifanyi ila yule ambaye ana uwezo wa kufikiri sana na ana uwezo wa kuzingatia mambo sana. Said Al-Ahdali, Mwenyezi Mungu amhifadhi, na ndugu yake Sheikh Nuruddin Kishki pamoja na wenzao waliowazunguka kwa jambo hili. Hili moja tu kwanza ni jambo kubwa sana kwa wakati tuliokuwa nao sisi. Lakini pia niwapongeze wahadhiri katika mada zilizopangwa na mratibu Sheikh Nuruddin Kishki, na aliniletea nizipitie nione kama zafaa kutolewa au hazifai, na mimi nikazipitia nikasema hizi ni mada hasasa ambazo zinahitajika sana katika kipindi tulichokuwa nacho. Mwenyezi Mungu naye amjaze kheri na wenzake ambao wameshirikiana. Niwapongeze wahadhiri, nimemfuatilia mmoja mmoja, nimeingia mada ya mwanzo inakwisha ya Sheikh Suleiman Bane rafiki yangu na mashekhe wengine wote ambao wametoa mada hapa. Nawapongeza na namwomba Mwenyezi Mungu awahifadhi, Mwenyezi Mungu atubakishie, waendelee kutoa faida ya jambo kama hili. Mimi nimepanga nitoe salamu tu, nisiseme, kwa sababu katika zile mada kuna maneno ambayo ilikuwa nayasema kutwa nzima siku zote katika hafalati mbalimbali na katika mihadhara mbalimbali na katika shughuli mbalimbali. Katika hadhara hii tulipanga wahadhiri waziseme, na zimesemwa vizuri, zimehudhurishwa vizuri. Niungane na maneno ya aliyesema kilichofanywa na kilichotolewa sasa kikafanywe kazi. Yale ukishaelezwa hakuna haja tena ya kueleza sana, sisi tukafanyie kazi, kwa sababu lengo ni lile lile tu la amani, lengo ni la uzalendo, lengo ni la uelewa, lengo ni la kuacha kukurupuka, lengo ni kuona kwamba wajibu wa Muislamu ni upi. Haya mambo mshaelezwa kwa fasaha na kwa maelezo mapana. Mimi niungane naye yule aliyesema mwanzo, na mimi niseme kwamba yashikeni haya yaliyozungumzwa, tukitoka hapa twende tukafanyie kazi. Ninachokisisitiza ni tarehe 29 ambayo Sheikh wa mkoa akaieleza hapa, tarehe 29 mwezi huu wa 10 Oktoba
siku ya Jumatano, Waislamu wote tutoke twende tukapige kura. Jiandae vizuri baada ya salati al-fajr. Nenda katika foleni, hesabiwa, nenda kapige kura yako, utimize haki ya demokrasia, urudi nyumbani kwako kwa amani na kwa utulivu, uendelee na shughuli zako za kawaida. Endelea na shughuli zako za kawaida. Lisifanywe kama jambo la ajabu, jambo la kupiga kura. Si jambo la ajabu, kwani tupiga kura mwaka huu, hatujapiga kura miaka iliyopita. Sisi tumekwishapiga hapa toka mwaka 61 mpaka leo. Tuwapiga tu mpaka sasa 2025. Bado watu hawajaelewa, ndio kama kwamba watu wanaanza sasa. Twendeni tukapige kura kama tulivyokuwa tunapiga zamani bwana. Tupigeni kura kwa utulivu, kwa amani. Jambo kubwa, tukishamaliza kura tuna mambo yetu tuliokuwa nayo tukiyafanya kabla ya kura, kabla ya uchaguzi. Tuna mambo yetu na mpaka sasa tuna mambo yetu tunaendelea nayo. Tutafanya kazi zetu, wafanya biashara wanafanya biashara zao, wafanya kazi za utumishi wanafanya kazi za utumishi, watu walioajiriwa wanafanya kazi zao kwa mujibu wa ajira zao, watu wenye mambo yao mbalimbali wanafanya, na miaka yote wanafanya kazi zao. Wakati wa uchaguzi, siku ya kupiga kura, wanakwenda kupiga kura, kisha wanarudi katika majumba yao. Hayo tulikuwa tunafanya kule nyuma, ndio yafanyike tarehe 29. Watu waende wakapige kura, warudi kwa salama na kwa amani. Mchague wewe unayemwona anakufaa, ila chaguo zuri ni ile lilokuwa bora tu. Ameligusa Sheikh wa mkoa, sitaki kurudia. Kapige kura. Kupiga kura ndio haki ya kidemokrasia umekamilisha. Kupiga kura ndio umelitendea taifa jambo jema. Kupiga kura ndio mustakabali wako wewe. Kisha jua kwamba demokrasia inaanzia wapi. Demokrasia inaanzia kwenye kura yako, ndio demokrasia inapoanzia pale. Kwa hiyo ukapige kura. Hayo ndio maneno yangu kama wasia na nasaha katika kipindi hiki, huku tukiungana na maneno ya dua. Tumuombe Mungu kipindi hiki chote kama tulivyokuwa tunamuomba mwanzo, kwani Waislamu ndio kazi yao ni kuomba Mungu. Si Mtume katuambia addu'a silahul mu'min, dua ndio silaha kubwa ya Muislamu. Muislamu hana silaha nyingine, silaha yake ni dua tu. Na wala hatufundishwi kwamba tufanya dua kwa sababu ya shinikizo la watu fulani ndio wametuambia tufanye dua. Ndio Uislamu wenyewe sisi kufanya dua. Kufanya dua ndio mambo yetu. Kufanya dua ndio mambo yetu. Nilizungumza juzi jana Tanga, msikiti wa Ijumaa. Msikiti wa Ijumaa moja Donge pale. Nikasema dua ilivyokuwa kubwa mpaka sura ambayo yatakiwa isomwe nayo inachukua nafasi ya nguzo ambayo ni suratul Fatiha, au imeshuhuri kwa jina la alhamdu. Kipande cha mwanzo mpaka katikati ni thanaa, ni kumsifu Mungu tu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yote hayo ni kumsifu Mungu tu. Lakini kinachokuja kipande cha pili mpaka mwisho ni kipande cha dua, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ihdina as-siratal mustaqim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Kuonesha kwamba dua ni kitu muhimu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupitishe katika uchaguzi huu kwa salama na kwa amani. Na nikubaliane na maneno yaliyozungumza mmoja hapa, kama labda Sheikh Nuruddin Kishki au nani, sikumzingatia vizuri. Alisema sisi hatuzungumzi kwa kushinikizwa, wala iwe tuazungumza amani kwa sababu nyuma yetu kuna watu wanatuambia kazungumzeni amani, kazungumzeni amani. Hatuzungumzi hivyo. Amani hatukuanza leo. Amani tumeanza muda mrefu. Mamufti wote waliopita, mufti wa kwanza Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed pamoja na baba askofu Sendoro,
walianzisha kamati za amani nchini kupitia mikoa zama hizo. Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed na Askofu Sendoro walianzisha, ukawa kuna kamati zilizoko mikoani za mambo ya amani. Haya, kipindi kile kulikuwa na vurugu gani? Kipindi kile kulikuwa na jambo gani? Kulikuwa hakuna jambo. Zikenda mpaka kaja mufti mwingine Sheikh Isa Shaaban Simba, zikaendelea. Na huyu mtoto Sheikh Al-Hadi alisimamia sana masuala hayo. Alisimamia sana masuala hayo. Ikawa kama hana mawaidha yake ni hayo hayo. Kama kaishiwa mawaidha hivi. Lakini katika kufuata habari ya zile kamati za amani, waliona Sheikh wetu Sheikh Ahmed bin Juma, mufti wa mwanzo, na Waislamu na viongozi waliokuwako katika kipindi kile, na mimi ni mmoja wapo kwa sababu nilikuwa mjumbe wa baraza la ulama kipindi cha Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed kwa kunichagua mwenyewe. Tukasimamia mambo ya amani. Kipindi cha Sheikh Isa Shabani nikawa mjumbe wa baraza la ulama, kisha nikawa naibu mufti. Tukasimamia mambo hayo na mashekhe zetu wa mikoa wote wakatusaidia, wilaya mpaka kwenye misikiti. Na mpaka kipindi hiki sasa tunaendelea. Alafu atokea mtu anaona jambo jipya eti tumeanza jana. Jalla jalalu. Kumbukumbu ni kitu muhimu sana. Mtu kuwa na kumbukumbu ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo haya ni mambo ya zamani, tuendelea. Na ni kwa kuwa ni amri ya Mungu. Hata huo Uislamu wenyewe tunaojifakharisha nao, maana yake ni amani. Katiririka hapa Sheikh Al-Hadi Salum na aya za amani, 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 salamun qawlan min rabbir rahim, zote amani, amani. Yani Mungu atawaamkia watu wa peponi kwa maneno hayo. Anawaamkia watu wa peponi. Watu wa peponi na wao wenyewe kwa wenyewe wanaamkia na maamkizia, watahiyatuhum fiha salam. Ni amani tu. Sasa amani imezungumzwa katika Qur'ani kila mahala. Wewe tuambie ndio tuanza sasa. Jamani, mbona watu wanashindwa kuelewa vizuri? Kwa hiyo mimi nisisitize kwamba jambo la kuendelea kuizungumza amani ni wajibu wa kila Muislamu, wajibu wa wanazuoni, wajibu wa mashekhe, mambo yao ya zamani, mambo yao ya kitabu chao Qur'ani. Kwani Qur'ani imeteremka lini mpaka liwe jambo jipya? Sheikh Suleiman Banda, Qur'ani imetoka iteremka miaka 1000 na ngapi bwana? Kwa hesabu za hijra 47, lakini nyuma kidogo kabla ya hijra imeshuka Qur'an. Umeeleka? Toka wakati huo Qur'ani inazungumza amani. Sisi tuna quote kutoka katika Qur'ani iliyoshuka miaka hiyo 1000 ngapi na moja? 1447, ni karibu na 50 na kitu hivi. 53, 1453 zimepigwa hesabu hapa. 1453 Qur'ani ilikuwa ikizungumza amani kipindi hicho. Sisi tunachukua tunakoti aya kutoka katika Qur'ani iliyoshuka miaka hiyo yote, na imeshuka katika jumla ya miaka 23. Miaka 10 Makka, miaka 13 Madina. 13 na 10 asbaha kam 23. Naam. Paka Mtume anasema sikumiachia jambo lolote ambalo nimemiachia mimi ni vitu viwili tu, kitabu cha Mungu yani Qur'ani, na mwenendo wangu yani sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu. Hapa amesimama kuna Sheikh Mziwanda, amesimama Sheikh Al-Hadi, amesimama Sheikh Walidi, amesimama Sheikh Kundesha, pamoja na Unyamwezi wake nikazungumza vizuri. Sikia bwana, wote wamezungumza ni aya tu, hadithi tu, aya tu, hadithi tu. Kasema Sheikh Abdullah Ndauga hapa, aya tu, hadithi tu. Miaka 1453 wewe waona kuzungumza amani kama kwamba jambo jipya wanazungumza mashekhe. Mashekhe wamechelewa kama kuzungumza, wamechelewa, lakini kwa sababu wamekumbuka, ndio miaka hiyo nimejaribu kumirudisha nyuma mpate kuelewa kwamba hili jambo alikuanza sasa, limeanza muda mrefu sana. Lakini jambo jingine ni hilo la kwenda kutumia demokrasia yako, haki yako ya kidemokrasia, kupiga kura. Kwa sababu gani? Hata kama unachuki na mtu, kwa mfano, hata kama unachuki na mtu unajihangaisha, yani akili haikubali na mantiki haikubali. Ukiwa unachukia mtu au unachuki na mtu, hutaki kupiga kura kwa sababu unachuki naye, si atachaguliwa yule ambaye wewe humtaki.
Chuki ni kupiga kura, sio chuki kwa cha kupiga kura. Unajihangaisha bure. Imeleka Usisuse bwana, nenda kapige kura, kwa sababu taifa linategemea kura yako. Demokrasia inaanzia kwenye kura yako. Kapige kura, na kura ni Uislamu. Tulisema hii mada iache kwa sababu ndefu sana, ilikuwa izungumzwa na shekhe mmoja alipangwa hapa. Tukasema hii acheni, ndefu mno hii. Hao watakaozungumza itakuwa tayari tafsiri ya kura tu, kuonesha kura ina uhalali katika Uislamu au haina. Jamani, elimu ndogo udhia. Kuna Kiswahili kinasema elimu ndogo udhia. Ndio maana nataka watu wasome. Taallam fa innal ilma zainun li ahli. Jifunze shekhe, jifunze mwalimu. Kujifunza ndio kipambo kwa yule mwenyewe. Lazima ujifunze ilmu. Dini hii sio elimu ya kijinga, wala sio dini ya kushinikiza wala kuamrishwa. Sisi tunaangalia, je, Qur'ani imesema basi tayari. Mtume kasema khalas, tunafuata hayo. Ndio maana unaona tunazungumzia amani. Ndugu zangu Waislamu, mimi niwaombe tutoke kwenda kupiga kura. Ngojeni kupeni mfano mmoja mzuri. Kule kwetu kijijini kuna miaka fulani babangu aliugua. Sasa nikienda kumuuguza, alafu kila kitakurudi ndani ambaye kaa tu bwana hapa. Kaa ni kifo unione. Sheikh Zubair ibn Ali. Alafu katika kipindi kile nilichokaa ikatokea kuna uchaguzi wa zile serikali za vijiji vya mtaa nini. Sasa kuna nyumba moja inataka kufunguliwa baa, na sisi tupanda msikiti pale umejengwa zamani na wazee. Lakini upande ubavu wa pili kuna jamaa mmoja ana pesa afu kiburi. Sasa tunajenga tu hapa, tunatengeneza hapa, tunanua, tunajenga baa. Watu watakuwa na kunywa mpaka karibu ya msikiti huko, watakuwa na Sikaambia vijana msifanye ugomvi wala msifanye nini. Uislamu hautaki mambo ya ugomvi. Uislamu dini ya tulivu. Alafu nikafikiria kaona dawa yake nini? Nikaingia katika serikali ya kijiji. Nikaingia katika uchaguzi. Bahati nzuri ni mtu napendwa na watu, kuingia katika uchaguzi 100% nikapata kura. 100%. Kasema sasa watanitambua kwenye vikao. Kwenye vikao tulipofika, kitu cha kwanza nilicheza na ile nyumba tu kwamba haina ruhusa kwenda nini kuweka baa pale, kwa sababu hakuna aliyekubali. Lazima tujue sisi tukubaliane na huyu kwamba inafaa kuweka baa, haifai kuweka baa hapa. Kwa hiyo ikafutwa kwa nguvu zilizokuwa nazo kwa kuingia mle ndani ya ule uchaguzi wa zile serikali. Ile jambo likawa limekufa na salama ikapatikana, na baadaye ikaja baraka, nikija kuinunua mimi ile, afu nikaitoa kwenye msikiti. Takbir, Allahu Akbar. Sasa ningesusa kuingia katika uchaguzi, yule bwana angenunua na angeweka baa, na tungeendelea kuwa tunapata tabu ya kuswali, na huku watu wengine wanaendelea kunywa la msingi, wanakula ulaka, pombe za mnazi. Walikuwa wanafanya namna hiyo, lakini niliingia nikapigiwa kura. Sasa na wewe Muislamu usijifiche ukaacha kwenda kupiga kura. Kapige kura ili umchague mtu unayemwona ana maslaha na wewe na ana maslaha na taifa hili. Nadhani tumeelewana mashehe. Kingine, ukiamka asubuhi unamuomba dua, unamuomba Mwenyezi Mungu katika sala zako, dubura kulli sala, adhuhuri la asiri, wapi, muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume mwenyewe amewahi kuomba mwezi mzima. Sasa mtume ni kuomba mwezi mzima, amesimama tu daaban anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuonesha umuhimu wa ilhah katika mambo ya dua. Sasa na sisi tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukimwomba Mungu jambo lako linakuwa. Qur'ani hii iliyosomwa hapa, tuna hakika Mwenyezi Mungu atatuitika dua zetu. Wanazuoni Sheikh Al-Ahdal wanasema mtu akisoma Qur'ani msahafu mzima ule, kisha baada ya kumaliza akaswali rakaa 2, alafu akiwa katika sajda ya mwisho akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatawassal kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya haja alikuwa akitaka, qudhiyat hajatuhu kainatan makanat, dua yake inakubaliwa pale pale. Sasa leo Qur'ani imesomwa hapa,
khitima 4 na tutamaliza na khitima ya 5, alafu tuharibikiwe. Sasa sisi ni umati Muhammadi, umati gani? Sisi umati Muhammad, sio umati Muhamedi. Mtasoma Qur'ani hapa, mambo yatakuwa tu biidhnillah ta'ala, na Mwenyezi Mungu atatuepushia katika nchi yetu mabalaa, fitna, makero, itapatikana salama salimin. La mwisho nipunzike, tuwe watulivu. Tuwe watulivu. Waislamu ni watu watulivu, utakiwi kuonekana tutakurupuka, kuonekana watu wafujo, kuonekana hivi. Ni watu watulivu, ndio kawaida. Tumfuateni mtume. Alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume na masahaba kina Sayyidina Umar na wengine, kisha Myahudi yule akampiga jikofi mtume kwenye mgongo, puu. Sayyidina Umar akawa anarukaruka hivi, anataka kumtia nguvuni, akamnyaka. Kisha mtume akamwambia mwache, hawezi kuwa mtu ana akili sawa sawa afu anipige, ana jambo. Angalia mtume anasema mwache, hawezi kuwa mtu awe na akili sawa sawa afu anipige mimi, haiwezekani, huyu ana jambo. Akamwambia bwana wewe Myahudi, ni vipi bwana, ni kipi kilichokupelekea mpaka wewe umenipiga kofi kubwa sana mgongoni? Kuna nini kwani? Akamwambia mimi nimesoma katika qara'atu fil kutub al mutaqaddima, mimi vitabu vya tangu vilivyotangulia nimesoma, wakina Taurati, Injili, Zaburi, nimesoma vitabu vya nyuma vyote. Nikapata habari kuna mtume atakayekuja katika akhiri zaman. Mtume huyu mpole sana, mtu wa huruma, hachukuli jambo kwa ghafla, hafanyi fujo tu pale pale alipofanywa jambo, halipishi visasi vya aina hiyo. Ni mtu ambaye kila jambo analifanya kwa utuvu. Na huyo mtume ndio atakayekuwa mtume wa mwisho. Sasa nilikuwa na wasiwasi, ni wewe au bado yuko mwingine baadaye mbele? Ndio nikakupiga kofi niangalie zile sifa zipo. Sallu ala Muhammad. Nimezikuta kuwa zile sifa zipo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Akaingia katika Uislamu. Kaingia katika Uislamu kwa sababu ya tabia za mtume, mpole, ana huruma, hana haraka ya jambo na nini. Lakini utapigwa kofi hapa na ndugu yangu hapa Sheikh Talib Ahmad. Utapigwa kofi hapa, tutakuwa badala kuna nini, hata aya zitakimbia, hadithi zote zitakimbia, itakuwa mdomo uko hivi tu. Kwa hiyo tuwe watuvu kipindi hiki. Tuwe watulivu, tuwe wakimya, tuendelee na dua zetu, tuendelee na mambo yetu, tuendelee kukaa na wenzetu wasiokuwa Waislamu kwa wema, ni wenzetu. Na tumeambiwa katika Qur'ani, si ndio Qur'ani miaka 1450 ngapi, 53 imeshuka kuanzia wakati huo, ndani ya miaka 23. Lakini Mungu anasema la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Hii an tabarruhum fi'li hii ndio maf'ul, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Yesu Mungu hajatukataza kuamiliana na watu kama hao. At-taamul ma'a ghairi al-muslimin. Tumefundishwa namna gani tuishi na watu wasiokuwa Waislamu. Huo ndio Uislamu, kule kuishi vizuri, kuishi kwa wema na watu wasiokuwa Waislamu, jambo zuri. Mtume ambaye kuwakaribisha msikitini ili wamuone mtume anafanya nini. Na kuna kipindi akamwambia Muhammad, sisi kama ule wakati wetu wa sala umefika. Akamwambia swali nini? Swali. Akusema mbaya kabisa hiyo. Akusema namna mtume sallallahu. Angalia namna mtume alivyokuwa. Sayyidina Umar amewahi kuhudhuria kanisani siku moja. Akakaa kwa muda mrefu, kisha ukafika wakati wa sala, kama jamani mimi nataka kuswali. Bao akamwambia swali na wewe. Akaenda kando kidogo akaswali Sayyidina Umar. Ndio namna hiyo. Mtume alimuona bwana mmoja bedui msikitini, kabanwa na mkojo, kisha akachukua silaha yake akakojoa. Kakojoa kweli kweli, mikojo mtindo mmoja. Kila ikatika inaanza tena, kila ikatika ile mikojo. Masahaba wanatemeka, wanataka kwenda kumchukua, kumnyanyua wende ukambamize, kutokana na kwamba kwa nini anakojoa. Mtume alitumia lugha moja tu, la tuzrimu,
msimkatishe mkojo wake, mwachieni aendelee mpaka mwisho. La tuzrimu, msimkatishe mkojo wake, mwachieni aendelee na mkojo wake hivyo hivyo. Maswahaba wanamsikia Mtume wakanyamaza, wakamwachia akakojoa mpaka mwisho, kisha akaitisha chombo cha maji. Hakusafisha yeye, walisafisha maswahaba ule mkojo. Sisi aje akojoe mtu hapo tabu, wewe utasafisha hapa na mikwaju bakora jamaa, wewe utakuletea mchezo hapa na nini? Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa kama hiyo. Kwa turudini katika upole wetu, katika tabia za Mtume, tuendelee na wakati uliobakia, tuendelee na dua kipindi hiki chote. Mwenye kufunga afunge, mwenye kuomba dua aombe, mwenye kusoma Qur'ani asomwe, mwenye kujua mambo yake mengine amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tarehe 26, kesho tarehe 25 leo, kesho tarehe 26, tarehe 27 tuendelee na kuna kongamano kubwa kule na ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Tarehe 28 unaendelea na dua na nini kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili akufikie tarehe 29 kwa salama na kwa amani, na nchi iwe katika salama na amani, utoke kwa salama na amani. Wewe na wale wenye kustahiki kupiga kura, kapige kura, mrudi, muendelee na dhuhuri zenu, muendelee na alasiri zenu, muendelee na ibada zenu, muendelee na bishara zenu. Wallahu waliyu tawfiq. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.